Raundi 60 zilitosha kwa mkurugenzi mkuu wa SAEMAPE kuchambua hali ya jumla juu ya maendeleo yaliyorekodiwa katika urasimishaji wa sekta ya uchimbaji madini ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati wa mkutano na waandishi wa habari ulioandaliwa na Jean-Paul Kapongo Jumatano hii Mei 27 mwaka wa 2026 katika hoteli Pullman mjini Kinshasa, mkurugenzi mkuu wa huduma ya usaidizi na usimamizi wa ufundi wa uchimbaji mdogo SAEMAPE alielekeza mada yake katika mambo 4 muhimu. Kuhusu hoja ya kwanza, kuenezwa kwa maeneo ya uchimbaji madini ZEA, meneja mkuu wa SAEMAPE alitaja uhamiaji wa uchimbaji madini kwenda migodi midogo ambao mchakato wake unaendelea. Leo zaidi ya kanda 60 za unyonyaji wa kisanaa zinafanya kazi na zingine zinaundwa kutokana na sera yake. Haikukuza sekta hii ni kuwafanya mamilioni wa Kongomani, kulingana na maono ya mkuu wa nchi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, baba wa taifa. Akizungumzia hoja ya pili ya agizo lililosainiwa na waziri wa madini Louis Kabamba, mkurugenzi mkuu wa SAEMAPE Jean-Paul Kapongo alifafanua sera tendaji ndani ya mfumo wa kurasimisha maendeleo ya ufuatiliaji wa madini, sio tu kuongeza taratibu za sasa bali pia kusaidia mchakato wa kurejesha utulivu katika sekta ya madini. Jean-Paul Kapongo Kadiobo pia aliwataka askari hao kuondoka maeneo ya uchimbaji bila masharti. Zaidi ya hayo, kuhusu hatua ya tatu ya bima na hifadhi ya jamii kwa uchimbaji madini, mkurugenzi mkuu pia alitangaza maendeleo katika bima ya wachimbaji wadogo kutokana na ushirikiano uliohitimishwa na Active Assurance, Afrisuir na Rosuir. Ili kuhitimisha hoja ya 4, mkurugenzi mkuu wa SAEMAPE Jean-Paul Kapongo alieleza nafasi ya SAEMAPE katika ushirikiano wa kimkakati ya Marekani katika sekta ya madini, ambao sio tu utainua uchumi wa nchi, pia utaimarisha mchakato wa kurejesha amani nchini kote. Maswali yaliyoulizwa na washujaa wa kalamu yaliondoa eneo la kijivu kupitia majibu saini na mafupi ya mkurugenzi mkuu wa SAEMAPE. Marekebisho haya ya sekta ya madini yalitekelezwa na kiongozi mkuu Jean-Paul Kapongo, ni sehemu ya maono ya mkuu wa nchi ya taifa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mfanyabiashara wa kwanza wa uchimbaji madini, yaliyosalimishwa na waziri mkuu Judith Suminwa Tuluka chini ya utaratibu wa waziri wa madini Louis Kabamba, yale ya kuendeleza mchango wa uchimbaji madini nchini.